yatajadiliwa kwa bunge. Hii leo asubuhi tumekuja kwa bunge na nikitoka nyumbani nikapigiwa simu nikaambiwa wenzangu ambao wamepanga kumng'atua spika walifika bunge saa 1:30. Na katika hiyo kamati tunakuanga watu 13. Kwa upande wetu wale tunasema spika siende nyumbani tuko watu 5 na wao walikuwa watu 8. So sisi tukifika by saa 3 walikuwa wamefika. Tulipoenda kwa mkutano wakasema ya kwamba hakuna mjadala wowote ambao watapitisha. Watapiga kura waangushe mjadala yote ndiposa isiweze kufika kwa bunge. Na walikuwa na vitisho. Tulikuwa mimi, Mheshimiwa Don, Mheshimiwa Katiti, Mheshimiwa Evelyn na later on tukikuja kumalizia tukajoiniwa na Mheshimiwa Kavyu. Na tukiwa pale wametuintimidate sana. Atuambia wataonana na sisi sababu wao ni wengi, sisi ni wachache. Na wakati spika aliingia tukaanza kufanya balloting, wakaamua kupiga kura wakasema wataangusha miswada yote, hakuna mswada itakuja kwa bunge. Sababu gani? Sababu walikuwa wanajua spika akiweza kuenda kwa bunge ama tukikuwa na biashara ya bunge hakuna chochote nini mambo ambayo walikuwa wanafikiria ati wanasema ati ya kwamba ati inakuja kufanywa ati itafanywa. Kwanza nataka kutoa hili kwa mwananchi. Mambo ya kusema ya kwamba tulikuwa tumekuja kujadili kutoa gavana. Petition ambayo ilitumwa jana kwa bunge hata sisi hatuhusiki nayo. Hatuhusiki nayo. Leo ndio ilikuwa siku ya kurudi bunge baada ya kukua kwa recess. So tulikuwa tunakuja kujadili mambo ya bunge na hasa sisi tumeshasimama tukasema kwamba kwa sababu spika haendi na spika shapewa mwelekeo na koti na mambo ambayo yako kotini hawajadiliwi, sisi hatukuwa hata tuna shughuli ya kuja kwa sababu tunajua koti shasema. Tukiwa pale ndio wameanza vita. Na nataka niseme hivi categorically, ambaye ameleta hii vita ni Mheshimiwa Lucky wa Matungulu ambaye ndio majority whip. Sababu wakati ameona spika ametumia nguvu zake katika standing order number 1 ambayo inampatia mamlaka yote ya kuweka biashara katika bunge kupitia Committee House Business Committee, aliamuka na akakimbilia kuchukua karatasi ambayo ilikuwa imeweka hizo miswada zote. Na wakati ameamuka akizuiliwa ndio amechukua kiti akaamua kumpiga spika. Mimi nilikuwa nimekaa kutoka kwa spika nilikuwa nimekaa namba 5. Sababu spika alikuwa amekaa spika pande yake kuna Mheshimiwa Kavyu, kuna Mheshimiwa Lucky alikuwa amekaa wa pili, kuna Mheshimiwa Don wa 3. Mimi niko wa 4 pale. So wakati Mheshimiwa Lucky ameamuka akitaka kupiga spika ndio Mheshimiwa Kavyu na Mheshimiwa Don wameamuka wakataka kudefend spika. Na kwa bahati mzuri kwa sababu Sergeant at arms walikuwa pale ndani na kelele ilikuwa imezidi, spika akaweza kuponyoka akaenda kwa ofisi yake. Tukiwa pale ndio majority leader na Mheshimiwa Steve wa Kalakala ambaye ni DS wetu na ambao walikuwa wamepinga biashara zote za bunge wakachukua viti wakataka kunipiga. Na kwa bahati mzuri tukajiweza kujirescue, tukajidefend na tukaweza kutoka nje sisi wote. Kwa hivyo nataka niseme ili ambalo wanasema ati mambo ya mawe ati ilienda, hata Mheshimiwa Ndawa ambaye ni minority leader alianza kulalamika wakati aliambiwa afanye search ya bunduki kwa sababu tunajua he is a licensed firearm holder. Kwa hivyo wakati aliambiwa afanye search akaanza kulalamika kusema ati anakuwa harassed, na hiyo ni procedure ya bunge na inajulikana wakati wote bunge kuna mambo kama haya lazima security ikuwe tight kwa sababu huwezi jua adui yako anafanya nini. Kwa hivyo hayo mambo ambayo wanasema ati mheshimiwa ati nimeingia kwa ofisi ya speaker, hakuna mahali unaweza pata mawe itatoka wapi. Mimi niliingia kwa choo kujisaidia, tulikuwa tunatafuta maji na hakuna mahali unaweza access ofisi ya speaker. Hiyo ni ukweli na wanajua. So mambo ya mawe watoe, hao ndio wameanza vita na mimi nataka niwaambie tutasukumana na nyinyi mpaka mwisho. Speaker ataishi kuwa speaker wa Machakos mpaka 2027. Na hii vita yote ambayo imepangwa na gavana wa Vinya. Kwa Vinya nataka nikwambie tafadhali. Utaharibu serikali yako na mikono yako. Na party leader Dr. Stephen Kalonzo Musyoka alikwambia vizuri. Wachana na mambo ya impeachment ya speaker. Italeta mambo mengi na mambo mabaya. Utaleta mgawanyiko, serikali yako itakuwa na mgawanyiko. Umeanza kupigana na wabunge, sasa umeleta vita kwa bunge ya county ambayo ndio unafanya. Na sisi hatuna shida na wewe. Wewe fanya kazi yako, lakini tuache sisi tufanye kazi yetu. Endelea na kupeana pesa ya wananchi ambayo inafaa kuwa inafanya maendeleo, lakini tunakwambia sisi governor wa Vinya wachana na bunge ya Machakos. Kwa hivyo hii vita yote ambayo wanaleta ni kwa sababu walituambia asubuhi tulipoingia, kwa sababu wao ni wengi na sisi ni wachache, ya kwamba hatutafanya biashara yoyote, lakini tutaifanya. Nataka niwaambie wapende wasipende, speaker ndiye speaker wa bunge. Tutaingia kwa bunge hata kama ni mwaka gani, hata kama ni siku gani, hata kama ni mwezi gani, tuhakikishe biashara ya bunge imeendelea mbele. Kwa hivyo sisi tuko tayari na wao ndio walianzilisha vita, na sisi hata ukikuja hapa kwa bunge sahihi utaona wale waheshimiwa ambao wana support speaker mahali wamekaa, tumekaa kwa cafeteria. Sisi hata hatuongei,
hatupigani, hatubishani, hatutusiani, wao ndio wanafanya hizo vitu zote. Kwa hivyo tunashukuru na tunasema ya kwamba speaker ako safe, sisi tuko safe, hakuna mmoja wetu ameumia. Wale wamejaribu kuanza vita ndio wameumia wenyewe kwa sababu hata hawana nguvu ya kusustain hiyo vita. Kwa hivyo sisi hatuna ubaya, lakini speaker atabaki na onyo kwa gavana wa Vihiga. Tafadhali gavana wa Vihiga, achana tu na bunge ifanye kazi yake na wewe ufanye yako, na sisi tutakusupport kwa misaada yote ile itakuja ambayo haitakuwa na ubaya wowote. Lakini ikikuja kwa ubaya, sisi kama bunge tutaikataa.